Mambo vipi? Karibu katika podcast yetu ya mpira huo season AFCON 2026 episode ya 4. Tunaangalia mechi kati ya Tanzania na Ivory Coast. Tukiangalia takwimu, possession ni 45-55, shoots 4-14, shot on target 1 kwa Tanzania, 7 kwa Ivory Coast, passes 332 kwa Tanzania, 388 kwa Ivory Coast, accuracy 71.7 kwa Tanzania, 76.3 kwa Ivory Coast, kona 1 kwa 6, offside 2 kwa 1, foul 14 kwa 16, yellow card 2 kwa 1, kona red card no. Kwa takwimu hizi mechi ilikuwa ya aina gani? Sisti, Nafikiri takwimu zinaonyesha kwamba mechi ilikuwa in control kwa asilimia nyingi sana kwa upande wa Ivory Coast kuliko Tanzania, kwa sababu ukiangalia karibia kila takwimu ambayo inaonyesha utawala wa mchezo upo kwa upande gani, ni kwa upande wa Ivory Coast, sio wakiwa na mpira, sio wakiwa bila mpira, lakini sio zile nyakati za mpito kwamba wametoka kupoteza mpira wanafanya nini, wametoka kupora mpira wanafanya nini, lakini kwenye karibia kila kitu, wachezaji kujitoa, utimamu wa miili ya wachezaji, lakini hata ukiangalia zile rest in between the actions kwamba mchezaji wao labda akapoteza mpira na react vipi, unaona muda wote bado yuko mchezoni, hakuna ile muda wana relax hata kidogo kiakili hata kimwili. Kwa hiyo nafikiri walijiandaa na huo mchezo vizuri kuliko sisi, na ndio maana umeona wameweza kushinda kimbinu, kiakili kwa wachezaji, lakini hata uwezo binafsi wa kuwasilisha wale wachezaji uwanjani walikuwa, kila kitu kilikuwa upande wao. Ukiangalia mfano kwenye, tukianza na hizo takwimu za umiliki wa mpira, upo juu kwa zaidi ya 5% tena kuliko sisi. Umetoka kutaja 55% kama sikosei, 45, lakini kumiliki mpira ni kitu kimoja, kwa sababu umiliki wa mpira unatafsiriwa kwa vitu tofauti. Umemiliki wapi, ulimilikije? Lakini pia utaangalia huo umiliki wa mpira, wamepiga pasi kama ulivyosema 332 kwa 388. Kwenye pasi hawajaachana sana, lakini kwenye usahihi wa zile pasi na zimepigwa wapi, nafikiri ndo sehemu ambapo kubwa wametofautiana. Nyingi sana wamezipiga kwenye hafu yetu, lakini nyingi sana sio kupiga kwenye hafu yetu tu kutuzunguka sisi, lakini ni kuja direct na kumfikia Najiati. Ukiangalia hapo kwenye idadi ya mashuti ambao wamepiga, wamepiga jumla ya mashuti 14, sisi tumepiga mashuti 4 tu, sawa na 1 ya 10. Kati ya mashuti yao 14, nusu ya mashuti 7 yamelenga lango, ambao mengi kati yao ni saves za hatari ambazo alizifanya Najiat, lakini sisi tumepiga shuti 1 tu lilolenga lango, 1 ya 10 tena. Kwa hiyo kwangu mimi naweza nikasema kila kitu kilikuwa kwao. Namna gani wameaffect mchezo, takwimu zinasema, na hizo takwimu mara nyingi huwa zinaweza zikawa zinakusanywa, lakini hizi takwimu zinaongea kwa sababu ni zile ambazo zina affect mchezo kwa kuonyesha kabisa control ya mchezo ilikuwa upande fulani. Lakini hata ukiangalia tunaweza tukasema labda mashuti na umiliki wa mpira haziwezi kutafsiri kila kitu. Kufika tu kwenye theluthi ya mwisho wa uwanja, wao wametafsiri vizuri, wamepata idadi kubwa sana ya kona, wamepata kona 6, sisi tumepata 1, tena hiyo 1 yenyewe tumekuja kupata kipindi cha pili. Lakini ukiangalia hata idadi ya offside, sisi ndo tunaongoza. Kwa hiyo inamaanisha sisi tulikuwa tujiandaa zaidi na mazingira ya kuweza kushambulia kama wao ambavyo wamejipanga. Kwa hiyo nafikiri wenzetu wamejiandaa na mchezo vizuri, na ndio maana umeona control ya mchezo ilikuwa kwao, na wameweza kushinda, na pengine wangeweza kushinda goli nyingi na sisi tusingeweza kushinda goli nyingi hata. Yani kuna muda kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Muan Sports Muan, alikuwa anasema Ivory Coast leo wasingeanza na kipa, sisi tusingeweza kushinda. Kwa hiyo utapata picha ni namna gani tulikuwa tufiki, tumekuja kufika kwenye hiyo chance moja ambayo inaonyesha penalty na tumepata goli dakika ya mwisho ya mchezo. Kwa hiyo kwa mimi naweza kusema Ivory Coast walikuwa totally in control kuliko sisi. Coach Saif, mchezo ulikuwa aina gani? Mchezo ulikuwa mzuri, ni mchezo ambao unakisi vile ambavyo inapaswa kuwa. Kwangu sio muumini sana wa namba, sababu naamini takwimu ni namba ambazo zina faida ikiwa kwenye kwako kuwa na tuseme matokeo hasi, matokeo chanya, ila ninachoangalia zaidi ni kwenye football. Kwa mimi naangalia zaidi kwenye mpango,
Of course nimevutiwa na mpango wa mwalimu kwa sababu ili uweze kushinda mechi ngumu lazima kitu cha kwanza uweze kumaintain mechi. Tulianza kumaintain vizuri, tulikuwa tuna viungo ambao wanaweza kupasiana. Shida ilikuja wakati tunarudi nyuma. Wakati tunarudi nyuma namba ilikuwa ni kubwa. Kwa ukirudi nyuma namba ikiwa kubwa, maana yake kuna ile mento ya kutegeana kwamba tuko wengi, huyu anaweza kufanya, mimi siwezi, mimi wacha nisubirie ikitokea hivyo. Kwa hiyo ndio kitu kubwa ambacho kimetuathiri. Kwa mfano kama ukiona wakati tunaruhusu lile goli tulikuwa tuna namba almost watu kama 6, lakini watu 3 ambao wametuattack na kuruhusu lile goli. Kwa hiyo kwangu naamini approach ilikuwa nzuri, lakini mento ya wachezaji imetuhukumu kwenye mchezo. Unafikiri sababu zipi zilipelekea Twiga Stars kuruhusu goli kipindi cha kwanza? Nimetoka kuzungumzia kwamba ni ile mento ya kuwa tulikuwa tunarudi wengi, kwa ile kuwa tupo wengi na huyu anaweza kufanya, ndio tufanya mpaka ikaturuhusu goli, kwa sababu kama wakati unaona ule mpira unapigwa tayari ule mtu alikuwa yupo na mtu, kwa kitendo cha ule mpira kufanya ile niseme ni bamsi, tayari tulikuwa tunaamini kwamba huu mpira umeshatoka katika eneo la hatari, kumbe ni kitu ambacho sio kweli. Kwa hiyo mchezo kufanya bamsi na kurudi ndio ikatuhukumu, lakini kwangu mimi siwezi kusema kwamba kulikuwa maybe kuna walituzidi kimbinu zaidi, ila ni ile mistake ambayo ilitokea, na kwenye football ili ufungwe maana yake lazima ufanye mistake. Kwa hiyo ile mistake moja tuliyofanya ndio ilituhukumu. Kwa upande wako Messi, ni sababu zipi zilipelekea? Nafikiri kocha kaelezea vizuri sababu ambayo inahusu wachezaji kwa maana ya akili. Kwenye mpira wanasema ile box defending au ile low block, ile mnavyozuia sana kwenu, kuna muda concentration ya wachezaji inapungua, na ndo kwa sababu mlikuwa mnazuia sana kwenu, mmewakaribisha sana wapinzani wenu, inaweza kusababisha chances kubwa sana za mistake kutokea. Kwa hiyo mistake yote inaweza kutokea, inaweza kawa goli, kwa sababu mmewafanya wale wa relax na wapo kwenu sana. Nafikiri hiyo kocha kaelezea vizuri, ambayo ni sehemu ambayo inachukuliwa na sehemu kubwa sana ya akili, hasa eneo la concentration na hata kwenye kujitoa, kwenye utayari wa kujitoa kwenye yale matendo, kuwin duels. Nafikiri goli lilianzia hapo, lakini mimi nikizungumzia kwa upande wa mbinu, kitu kubwa ambacho kimeathiri mpaka tumeweza kuruhusu ile goli la kwanza kwenye kipindi cha kwanza ni namna gani tunazuia kimbinu na reaction ya wachezaji kwenye hiyo mbinu. Ukiangalia sisi timu yetu always huwa inatumia back 3 kwa maana ya 3-5-2, na ukiangalia kwenye mchezo wa leo dakika 10 tu za mwanzo zilitosha opa kutoka nje. Kwa hiyo kule mbele kuna kitu kikawa kimepungua, kwa maana mstari wetu wa kwanza uzuiaji. Unajua mzuiaji wa kwanza ni mshambuliaji na mshambuliaji wa kwanza ni kipa. Kwa hiyo mstari wetu wa kwanza uzuiaji ulikuwa na opa kwenye mechi mbili za mwanzo, na unamjua opa yuko energetic, anatoa pressure kwa wapinzani, haruhusu kwanza ule mstari wake ukatwe kirahisi. Lakini hata ukirudi sasa kuja kwetu, ile pressure pia ikawa inapungua kwa wachezaji. Namna gani ball carriers au wachezaji ambao wana mpira wa Ivory Coast wadhibitiwe vipi? Kwa hiyo ukiangalia ule mpira kwenye nyakati ile ilikuwa sio back 3 tena, kwa sababu mpira ukishakuwa kwenye side yetu ya mwisho, wale wengi back wetu pia wanarudi kwenye mstari wa mwisho, kwa maana Enekia pamoja na Donisia Menja. Kwa wakati ule sasa alikuwa sio Enekia, ni Esther Mabanza. Unaona Ivory Coast wanajitahidi kupita pembeni, wanashindwa kupita pembeni kwa sababu si tumesha cover ile mapana uwanja wa Esther kwa wakati ule Donisia anamlazimisha mchezaji wa nafikiri alikuwa ni Fofana yule beki wa pembeni au yule mchezaji wa pembeni wa Ivory Coast, yule wingback apite sana yeye ndani, anaweka mpira ndani kwa yule mchezaji wao ambaye ndo alipiga mpira mrefu kwenye box. Kwenye mipira sasa, kwenye ule utayari tena, wachezaji wetu walikuwa 3 dhidi ya 2 wa Ivory Coast, kwenye ule utayari wa kupambania mipira, unaona wao ndo wameshinda mpira. Yes, pale kuna watu wanasema kulikuwa kuna contact ya mkono wa mchezaji wa Ivory Coast, lakini kwenye ile utayari wa kugombania ule mpira alishashinda, angegusa na kiungo chochote cha mwili wake. Kwa hiyo kwa mimi naweza nikasema ni tactically wachezaji wetu walimkaribisha zaidi mpinzani. Of course box defending inaruhusiwa kwa sababu kuna timu zinaweza zikaset tu low block na usifunge goli. Tunakumbuka mifano ya Verde dhidi ya Hispania kwenye World Cup, ndio ukiweza kuexecute ile plan vizuri,
yes, ni nzuri, lakini ukishindwa kuexecute vizuri, hasa inakuwa sana kwa wachezaji kwenye kugombania zile juzi, inakuwa kwako ni hatari, kwa sababu umemkaribisha sana yule mtu kwako, na wachezaji hawashindi zile juzi. Kwa hiyo wao ndo wanakuwa wa kwanza kuwin. Unaona, wao walikuwa na watu wawili tu mbele kwenye mstari wao wa mwisho, yule mchezaji wao jezi namba 11 na jezi namba 10 kwenye boksi letu, wakati sisi tulikuwa tuna mabeki watatu, Julieta Singano, Esther Maseke, nafikiri kwa muda ule pia alikuwepo Vai kwenye kuwania hiyo juu. Wao ndo wameshinda mpira wa kwanza ulikuwa kugombania, mpira wa pili wameshinda wao na ndio ikawa goli. Lakini utaangalia ni namna gani kimbinu sisi tulikuwa tayari tumeshaweza kuwadhibiti, kwa sababu mbinu ni structure, mbinu ni plan, kwamba style gani tukacheze na style gani tukazuia nayo. Style inasema tutazuia kwa shinikizo dogo. Shinikizo dogo ina maana unazuia njia, sio kwenda kuzuia mpira. Ndio maana ulikuwa unaona ule mpira umefika hadi pembeni, Esther Mabaza hajaenda kugombania, kazuia njia za yule kwenda possibility ya kupiga cross, kaurudisha mpira ndani, bado wamezuia njia, lakini umerushwa mpira kwenye box, kwenye ile kugombania. Sasa pale vile inakuwa sio shime tena, sio issue ya kocha tena, sio structure tena, wala sio style ya kocha tena ya kiuchezaji. Ndio maana umeona sasa tukaadhibiwa. Kwa hiyo kwa mimi naweza nikasema tuliadhibiwa, yes, kwenye hiyo minor kwa sababu ya kugombania mpira, lakini structure ni kwa sababu pia tulikuwa tumewakaribisha sana. Laiti kama tungeweza kuanza kuwapa pressure kuanzia kwenye theluthi ya katikati labda au kwao, pengine possibility ya vile vitu kutokea ingekuwa ndogo. Lakini hata tukiwa kwenye nusu yetu, ukiona wanakuja sana, wape pressure, wanyime, kwa sababu ukimpa mtu pressure unamshinikiza kukosea. Kushinikiza kukosea ina maana unamnyima muda, unamnyima na nafasi ya yeye kuwa creative. Wewe ukiachana na ule mpira mmoja ambao umesababisha goli, ni chance ngapi ambazo Najati aliziokoa? Ni nyingi sana, almost kama saves 5 ambazo zingeweza kuwa magoli. Kwa hiyo nafikiri tulikuwa kiuzuiaji, plan ilisema tuzuie low block. Unaweza kumzuia mpinzani vizuri, lakini kwetu sisi ile ilikuwa vice versa, hatukumzuia vizuri mpinzani wetu. Okay, unafikiri dakika 10 tu zilitosha kwa Opa kuwepo uwanjani na kuumia kwake kuliathiri vipi mchezo? Mimi Kristi, kwangu mimi nafikiri dakika 10 zisingetosha, kwa sababu ile ni kiongozi uwanjani, ni captain, lakini pia ndo leading top scorer kwa nyakati hizi kwa timu. Kwa hiyo kwanza kuna vitu viwili hapo, ni kiongozi uwanjani, lakini kitu cha pili ndo mchezaji anayetegemewa na timu kwanza kwenye kufunga magoli. Kwenye miaka karibuni ndo anaongoza, lakini sio kufunga tu, hata kiuzuiaji pia. Opa ni mchezaji ambaye anazuia vizuri, lakini pia hata kwa pale mbele ana lead in action. Mipira mingi inaelekezwa kwake, anakaa nayo vizuri, haipoteki rahisi, tofauti na mshambuliaji mwingine yote ambaye sasa hivi tunaye Tanzania. Kwa hiyo kutoka kwake kuna vitu vingi sana ilikuja ikapunguza, na ndio maana tu unaona baada ya kutoka kwenye ule mstari wa mbele, mpira ukipigwa kutoka nyuma ukai sana, tunaporwa, kwa sababu Opa kidogo alikuwa anawazidi wenzake kwenye issue ya physicality, namna gani anaweza kubata na wapinzani kwa utimamu wa mwili. Tunamjua yuko perfect sana, na kuna siku Sefa alisema, nafikiri sijui ile ilikuwa ni discussion ya nje kwenye podcast, lakini nashauri kumsikia Sefa anasema kuna washambuliaji wa ligi kuu hawezi kufanya vile vitu anavyofanya Opa. Lakini utarudi tena utazungumzia kwenye mbinu, ni mchezaji ambaye anaelewa zile mbinu na anaziexecute vizuri kwenye timu. Kwa hiyo kutoka kwake kuna vitu vingi ilipunguza, na ndio maana unaona kwenye ule mstari wa mbele sio kiuzuiaji wala sio kushambuliaji, tukakosa ule utawala ambao mara nyingi huwa unakuwepo kwa asilimia kiasi fulani. Coach Saif, nafikiri kuumia kwa Opa kumeathiri vipi mchezo wa leo? Tukianza kimbinu, siku zote ukimisi plani yako ya kwanza, ukimisi mchezaji mmoja ambaye ulikuwa na plan naye kwa siku 2 3 au wiki, kuna kitu kinaathirika. Kwa mfano, inabidi uswitch kutoka kwenye mpango wako wa mfano wa dakika 45 mpaka 60 kubadilika kwa dakika 10. Kwa hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili nilichovutiwa zaidi ni namna ya baada ya kuumia, namna mwalimu alipokuwa flexibility kwenye uswitch zile na nafasi, na pengo lake halikuonekana kwa ukubwa huu. Hicho ndio kitu ambacho nimekipenda. Lakini kitu kingine ambacho kimenivutia zaidi ni namna ya system of play ilivyo switch, kwa sababu tunaamini kwamba anapokuwa Opa tunakuwa
play, lakini kwenye play tuna play onto, maana yake tuna play lakini tuna build lakini kwa kumwangalia yeye kwamba tunacheza, lakini tuna target on yeye second au third ball inakwenda kwake yeye ndo anatufanyia hizo release, aidha kunode au release kupeleka kushoto au kulia. Ila baada ya mwalimu baada ya kuona kwamba ametoka mtu akutufanyia hivyo, akawa sasa anafanya into, maana yake ilikuwa tunacheza lakini ilikuwa main point yetu ilikuwa ni kwa wale wing back wetu. Kwa hiyo kwangu mimi nampongeza mwalimu kwa ile switch up aliyoifanya kwa zile dakika 10 na kutuonesha kwamba hata bila kuwepo mtu fulani kuna kitu kinaweza kufanyika na timu ikaflow vizuri. Okay, kocha Seif, pia tumeona kipindi cha pili Twiga Stars waliruhusu goli. Unahisi ni sababu zipi zilipelekea tukaruhusu goli la pili kipindi cha pili? Mimi kwenye mchezo wa leo kidogo naweza nikawa niko tofauti kidogo. Kuna vitu ambavyo vimenivutia zaidi kwenye mchezo wa leo. Kipindi cha pili mwalimu aliona yale madhara ya wale wing backs wale opponent, kwa sababu aina ya uchezaji wetu haukuwa na tofauti sana leo sisi na wao, aina structure ya uchezaji yule Kwasi na Eloa. Kwa hiyo kipindi cha pili aliamua kurudi kwenye back 4. Kwa hiyo baada ya kurudi kwenye back 4, maana yake zile runs za wale watu zikawa zimepungua kule pembeni, kitu ambacho kilituathiri ni kwamba baada ya kuwazuia wale kwenda pembeni, wao wakawa wanakuja sasa wanaingia kwenye half space. Sasa wanapokuja kwenye wachezaji wanapokuja kwenye half space, maana yake inahitaji aidha uwe na namba nyingi za viungo, uwe na holding wawili, au kama hauna holding wawili, maana yake fullback wako anaweza kufanya hizo runs, kutrack runs za yule mtu wake ambaye anaingia pale. Hicho ndio kitu ambacho tulichelewa kukifanya na ilipata ile mistake ya yule mtu kuingia ndani ya box, kufanya runs kuingia na kwenye box, na kwa bahati mbaya slide tackle ya nani Katunzi ikaleta effect. Lakini kwangu mimi bado naamini kwamba tulikuwa bora zaidi kwenye ile aina ya uchezaji wetu wa leo, ila ndo football ni mistake imetokea, imetuadhibu. Lakini kwangu bado nampa kongole mwalimu, aina ya leo alipocheza ameonyesha kwamba ana kitu zaidi ya kile ambacho tunamfikiria. Okay, sisi kwa upande wako nafikiri sababu zilikuwa ni zipi tukaruhusu goli la pili kipindi cha pili? Kwangu mimi nafikiri ni moment ya pili, ni goli la pili tunaruhusu kwenye similar moment, ni kwenye negative transition. Yaani sisi ndio tulikuwa tuna mpira tena tunaurusha sisi, unapotea, namna gani tuna react kwenye ile mpira kupotea. Nafikiri tulizungumza vizuri kwenye mchezo uliopita dhidi ya Burkina Faso. Ukiangalia mazingira yale ni namna gani tunakabiliana na mipira ya mashambulizi ya kujibu baada ya sisi kupoteza mpira. Yani yes, tunakuwa tupo disorganized, lakini kuna vitu ambavyo vinaweza vikafanya ile sisi kuwa disorganized kuweza kufanyaje kuficha yale mapungufu ya disorganization. Yani hatupo kwenye umbo zuri, lakini kuna vitu vinaweza vikaficha. Kitu cha kwanza ni reaction ya wachezaji baada ya kupoteza mpira. Yes, leo walionyesha wanaanza kureact ku counter press, lakini ile ndio ikaonyesha kwamba huku nyuma tumebaki vipi. Ukiangalia sisi timu yetu nyakati nyingi sana kwa sababu hatutumii fullbacks, tunatumia wingbacks. Wale wingbacks wakiadvance zaidi mbele, playmakers wanakuwa ni, kwa sababu Katunzi mara nyingi anabaki chini peke yake, playmakers wanakuwa ni wale mabeki ya pembeni, labda Maseke asogee na mpira kidogo au Vai au Julieta Singano asogee na mpira kidogo, sababu hata wale walikuwa na press less in numbers, walikuwa na press na watu wawili mbele. Kwa hiyo wale walikuwa wanapata opportunity za kusogea kidogo na mpira. Sasa moment tumepora mpira, wachezaji wetu ni kama walikuwa kidogo apart. Ile rest defense tunaweza tukasema haikuwa kwenye umbo zuri, ilikuwa wawili dhidi ya wawili kwenye mstari wa mwisho, na mtu anayeshambulia ndo anapata faida zaidi. Na kwenye situation hiyo, beki pekee ambaye alikuwa kati ya hiyo situation ya wawili dhidi ya wawili, beki wetu alikuwa ni mtu mmoja tu, na mwingine ni Katunzi ambaye ni kiungo. Kwa hiyo utaona ni namna gani mabeki wetu walikuwa wamesogea mbele sana, na ile rest defense haikuweza kukabiliana na rest attack ya Ivory Coast, kwamba ile umbo ambalo si tumeliacha kwenye mistari miwili ya mwisho alikuweza kumeza ile counter attack au ile shambulizi la kujibu la Ivory Coast. Ndio maana unaona sasa tumekuta tupo disorganized,
na kwenye disorganization mara nyingi sasa hapo unategemea skills binafsi zitawin vipi situation. Mfano ni Katunzi dhidi ya mshambuliaji, si ndio? Katunzi dhidi ya mshambuliaji, hapo sasa utaanza kuangalia skills zake au uwezo wake wa kiufundi wa kuweza kutako, uwezo wake wa kiufundi wa kuweza kupora mpira. Yes, ni mkubwa, lakini timing inaweza kuchelewa kwa sababu ni kitu ambacho kinafanyika in microsecond. Kwa hiyo kwa mimi naweza nikasema ile penalty kabla ya kuwa penalty au kabla ya kuwa situation ya Katunzi dhidi ya mshambuliaji wa Ivory Coast, kulikuwa kuna tayari kuna tatizo la Twiga Stars kwenye namna gani kulimeza hilo shambulizi la kujibu. Nafikiri ni ndo hilo kwa mimi ndo niliona ni changamoto ambalo limefanya tukaruhusu ile goli. Ni vitu ambavyo sasa hivi unajua kwenye mpira moment za timu moja ikiwa in possession, timu nyingine ikiwa out of possession, kwamba timu moja inamiliki mpira, nyingine inazuia pase au ile set of defend, kufungana ni ngumu. Lakini hizi transitions kwamba mmoja katoka kupora mpira, mwingine anajibu shambulizi, hizo ndo moment ambazo sasa hivi zinaamua game nyingi sana. Karibu asilimia 60, karibu asilimia zaidi ya 50 ya magoli yanafungwa kwa staili hiyo, lakini na set pieces. Kwa hiyo utaona ni hiyo moment ya disorganization ndio inayotukosti sana, kwa sababu goli la pili tunafungwa kati ya magoli manne ambayo tumefungwa, na nafikiri yes, kati ya magoli manne ambayo tumefungwa kwenye michuano hii magoli mawili yametokea kwenye moment hiyo. Kwa hiyo utaona ni athari kiasi gani, nyingine ni set pieces. Kwa hiyo nafikiri ni changamoto ambayo yes ilihitaji zaidi wachezaji wafanye, lakini pia kuna namna pia ilihitaji kimbinu tukabiliane nao vipi, kwa sababu imetoka kutuathiri kwenye mchezo uliopita. Kocha Saif, je, hatua ya makundi ndio mwisho wa malengo yetu AFCON? Kwa mimi siwezi kusema kwamba ni malengo yetu au hayakuwa malengo yetu, kwa sababu sikuwa na hiyo, yani sijui wao waliweka malengo gani, ila kwangu mimi kitu ambacho nafurahi ni kwamba tumeondoka na winning ya kwanza. Hicho ndio kitu ambacho nafurahi na naamini hii itatujenga. Kwa kutujenga kwa hii, maana yake tukifanikiwa kuja tena, maana yake tutakuwa tuna ile mental kwamba tumeshawahi kushinda na tumeshafikisha pointi fulani. Kwa hiyo tunataka tupush kutoka zile pointi kwenda kwenye pointi, kwa sababu malengo siku zote kabla ya kuvuka ni lazima kwanza ujue kwamba ili nivuke natakiwa nivune pointi. Huko miaka ya nyuma tulikuwa tunaondoka na pointi 1, 2, lakini msimu huu au tournament hii tumeondoka na pointi 3. Maana yake msimu ujao tukitoka kwenye 3 tukienda kwenye 4, maana yake tutakuwa tuna possibility kubwa ya kuvuka. Kwa hiyo kwangu mimi naamini ni progress kubwa tumepiga, na msimu unaokuja tukifanikiwa kuingia na mengi tutaongeza hichi ambacho tumekipata msimu huu. Kwa upande wako sisi, unafikiria ndo hatua ya mwisho ya malengo yetu AFCON? Nafikiri kwa experience haipaswi, kwa sababu unajua hawa Ivory Coast ambao sisi tumecheza nao leo, wao hii ni edition yao ya 3. Kati ya hizo edition 3 walizozicheza, edition 2 wameshavuka hiyo hatua ambayo sisi tunakuwa tunaishia hiyo group stage. Kuna moja wamemaliza wakiwa nafasi ya 3. Hii ndio umeona sasa hivi wamefika kwenye hatua za mtoano. Sisi hatujawahi kabisa kufika. Yes, tukiangalia na watu ambao tunashindana nao hatupaswi kuwepo hapo, kwa maana Ivory Coast, kwa sababu wao wameshavuka hiyo hatua. Lakini tukijiangalia sisi dhidi ya sisi, kuna gradual changes. Japo mimi hiyo gradual changes imekuwa tu gradual, yani imekuwa slow sana, kwa sababu tumekuja kutafuta ushindi wa kwanza kwenye edition ya 4, 3 zikiwa za shime, nyingine moja ni ya zamani sana. Kwa hiyo naona progress ipo, lakini ni taratibu sana. Hii ndo season yetu ya mwisho na mechi ya mwisho kwa Twiga Stars. Tunashukuru kwa muda wenu, asante.